Ndugu zangu, tuchakate habari. Maana kuipata habari ni kazi rahisi sana. Lakini kujua ukweli wa habari ndio kazi ngumu. Ndio maana waziri wa vijana anaona eti njia sahihi ya kuwasaidia vijana ni kuwagaia fedha. Kweli? Mikopo si fedha? Ni nani aliyemsaidia mwanaye kwa kumpa fedha na asimfundishe namna ya kuipata ile fedha? Ndugu zangu, tusipokuwa tunaongea katika hii dunia ambayo inakwenda kasi sana, tutapelekwa kule kule kwa kina Marekani na Afrika Kusini. Bunduki kuwa ndio bidhaa ya bei rahisi kuliko chakula cha tumboni. Kwa sababu ndani ya Marekani bunduki ni bidhaa ya bei rahisi, yes, kuliko chakula cha tumboni. Hatuhitaji hayo maisha, na kuyaishi hayo maisha ni wachache kumiliki riziki ya wengi. Tuongee, tuiambie serikali tunajua dunia inakoelekea. Sasa hao wanaotuendesha ndio hao wanaosuguana huko duniani. Ndio maana wanapenda kuwapa muundo wa kiuongozi wa Marekani unavyofanana na muundo wa kiuongozi wa CCM hapa kwetu. Kwamba huwezi kuendelea katika level unayotaka wewe nje ya orbit ya CCM. Hivyo hivyo huwezi kuendelea unavyotaka wewe katika orbit ya dunia nje ya mfumo wa Marekani. Hiyo ndio system inayoiongoza dunia, na hiyo ndio vita ya kuua hiyo system inayopiganwa duniani kote. Hasa ni kitu gani kinaendelea? Tuanze kwanza na hao wachokozi ambao ni Marekani. Ndani ya Marekani kuna ngonjera. Unajua Trump ni mtengeneza maudhui na ni professional katika kutengeneza maudhui, na anakitumia kipaji chake vizuri sana. Ndio maana anapenda kuwekewa microphone aongee chochote anachokiwaza katika kichwa chake. Na Marekani imetengenezwa katika mazingira ya kuendeshwa na vyombo vya habari. Sio kuendeshwa kwenye misingi ambayo itawafaidisha wa Marekani, hapana. Kwa kutumia vyombo vya habari ndivyo Marekani inavyoendeshwa. Kivipi? Usikubali watu wakawa kitu kimoja. Yaani waliofika pale, na mimi naamini hii Marekani tunayoiona ilianzia pale Kennedy alipouawa. Mimi naamini kwa sababu matatizo mengi watu wanakwenda pale kwa Kennedy. Maana kuna kitu Kennedy alikuwa anakisimamia, ikabidi watu wamtafune ili waweke mfumo ambao umeharibu Marekani totally. Wote tuliopita shule pia tulikuwa tunaandaliwa kwenye mfumo wa ngonjera, masuala ya debate, masuala ya demokrasia. Tulikuwa tunafundishwa demokrasia inaanza nyumbani. Sio mzazi wako akununulie tu, inabidi mkae mezani muelewane na mzazi, sitaki hichi nataka kile. Imagine ujinga tumefundishwa. That's where democracy start. Like really? Mzazi wako amekuzaa hajui kitu kizuri kwa ajili yako mpaka mkae mnegotiate mezani. Angalia ile mitoto iliyolelewa kwa kufanya democracy na wazazi wao. Angalia ilivyo. Kama ni la kike haliwezi kuolewa, kama ni la kiume haliwezi kuwa la kiume likapigania jamii yake. That's how it is. What are you talking about democracy? Kila jamii ina msingi ambao umeshawekwa, unatakiwa upite kuleta maendeleo kwa jamii husika. Nirudi kwenye hizi ngonjera za Trump. Kwanza yeye anajisifia, alafu anapambana na vyombo vya habari. Ndizo ngonjera za mwisho ambazo ameziposti zaidi. Nitakusomea ngonjera chache ili uelewe kinachoendelea. Nianze na hii ngonjera hii hapa. Operation Midnight Hammer was a complete and total obliteration of the nuclear dust sites in Iran. Therefore, digging it out will be a long and difficult process. Fake news, CNN and other corrupt media network and platforms fail to give our great aviators the credit they deserve, always trying to demean and belittle losers. Huyu bwana anasifia operation iliyofanyika kwenye vita ya siku 12 kwamba waliharibu kila kitu, na anavishutumu vyombo vya habari kama alivyotaja hapo CNN na vingine kwamba havitaki kuthamini mchango wa wao walivyojitoa kwenye ile operation. Hasa kama mlimaliza kila kitu kwenye vita ya siku 12, hii vita nyingine mlioenda kuanzisha ni ya nini? Hilo swala la kumuuliza, kwa sababu unajua hawa viongozi hawa wazungu wanajua wana akili sana. Unajua wazungu waliendesha hii dunia katika mfumo wa kiudalali, kudanganya watu kiasi kwamba hawataki kuamini kwamba watu sasa hivi wameamka, hawawezi tena kudanganywa. Operation Midnight Hammer, okay, you obliterate everything. So why did you come back again
to start this war. Mr. President, why did you come back? If you knew that you destroyed everything. Yani kuna vitu vingine unajiuliza, yani unajiuliza ni mimi mjinga au ni watu wote tunadanganywa? Hiyo ndio ngonjera Trump kupambana na vyombo vya habari kwamba sisi tulishinda kwenye vita siku 12. Kitu gani kimewapeleka tena kwenye vita nyingine? Hadi kusomea na hii ngonjera nyingine ambayo anajisifia kwamba kwa Iran kuziba Hormuz, meli zinakwenda kwenda kuchukua mafuta. Trump anajitekenya, anacheka mwenyewe. The Iran leadership has forced hundreds of ships toward the United States, mostly Texas, Louisiana and Alaska, to get their oil. Thank you very much, President Donald J. Trump. Anawashukuru wa Iran kwa kuziba Hormuz, kwa hiyo meli zinakwenda Marekani kuchukua mafuta. Hivi unamuelewa Trump kweli? Alafu yeye bado ndo anapiga kelele Hormuz ifunguliwe. Kuna hichi katuni nimekiokota kwa Marekani kinachoelezea Hormuz kwamba imefunguliwa, huyu kafunga, huyu imefunguliwa, imefunguliwa. Kiangalia hicho kikatuni, unajiona hicho kikatuni kinacheza. Trump anachezesha akili za madalali. Kumbuka lazima dalali uwe na sauti ili kucontrol wateja wako. Ndio mchezo unaochezeka. Sasa kuna hizi ngonjera ndefu kweli ameitengeneza, anawashutumu marais waliopita akina Joe Biden, Obama kwamba wao ndio walitengeneza mazingira Iran kumiliki nuclear. Formula ni ile ile. Mkianza kugombana wenyewe kwa wenyewe, adui ameshawashinda. That's the formula. Kama mwezi kwa kitu kimoja, mnarushiana ngonjera nyie kwa nyie ndani ya nchi. Vita mmeshaishindwa. The deal that we are making with Iran will be far better than the JCPOA, commonly referred to as the Iran nuclear deal, penned by Barack Hussein Obama and slipped Joe Biden, one of the worst deals ever made, having to do with the security of our country. It was a guaranteed road to a nuclear weapon, which will not and cannot happen with the deal we are working on. They actually gave $1.7 billion in green cash loaded into a Boeing 757 and flown to Iran for Iranian leadership to spend any way they saw fit. He emptied out all of the cash from banks in DC, Virginia, and Maryland. Those bankers say they've never seen anything like it before. In addition, hundreds of billions of dollars was paid to Iran. If I did not terminate that deal, nuclear weapons would have been used on Israel and all over the Middle East, including our cherished U.S. military bases. The fake news like lightweight Washington Post journalist David Ignatius loves to talk about the JCPOA, knowing that it was dangerous and a complete embarrassment to our country. If a deal happens under Trump, it will guarantee peace, security, and safety, not only for Israel and the Middle East, but for the Europe, America, and everywhere else. It will be something that the entire world will be proud of, instead of the years of embarrassment and humiliation that we've been forced to suffer due to the incompetent and cowardly leadership. President Donald J. Trump. Ngonjera juu ya ngonjera. Obama mbaya, Joe Biden mbaya, vyombo vya habari vibaya, havikufanya maelewano mazuri. Huyu aliyekwenda kufanya maelewano kwa niaba ya Marekani, ambaye ni rais wa Marekani, na hakufanya maelewano ya kuifaidisha Marekani ni nani? Hizi ngonjera zinatupa jibu, kumbe kweli wanaoiendesha Marekani hawaiendeshi Marekani kwa faida ya Marekani, bali kwa kikundi cha watu. Tukirudi nyuma kidogo, Anthony Blinken amekuwa ndio anafanya podcast nyingi sana kutoa siri ni namna gani Bibi Netanyahu alivyokuwa anapambana kuishawishi serikali ya Barack Obama na serikali ya Joe Biden kuivamia Iran. Unajua kiu ya Israel ni demokrasia kuingia Iran. Bas, kwa sababu kwa kutumia demokrasia si ndio wanaiendesha Iran. Yaani zifanyike vita hata miaka 20. Ila demokrasia isipoingia ndani ya Iran, Israel amefail kwa asilimia kubwa sana.
Alafu mimi naamini asili ya demokrasia itakuwa ni Wayahudi hawa Naamini. Kwa sababu nchi yoyote ambayo haina mfumo wa demokrasia, Wayahudi hawakai. Wayahudi hawawezi kuwekeza. Wayahudi hawajawekeza Urusi. Wapo tu wanaishi lakini hawawezi kuwekeza. Urusi ni ya Warusi. Wanaojua kabisa kwamba taifa lao limejengwa kwa damu. Kwa hiyo huwezi kupeleka script zako za democracy pale. Ilijaribu baada ya anguko la Soviet lakini ilifeli. Where there is no democracy system, Jewish cannot invest. Why? Because by democracy, Jewish can access the natural resources of that particular country and control. That's how Jewish control other countries, I believe. Anybody who has other information than this one can help me understand. Mtu anisaidie. Kwa sababu nahisi China hakuna demokrasia, Wayahudi hawezi kuwekeza. Hii demokrasia eti ni uwanja huru, kila mmoja aonyeshe anachokiweza. Hakunaga cha uwanja huru. We need meritocracy. Mwenye uwezo apewe kazi ya kufanya. Meritocracy plus socialism. Riziki ya dunia ni nyingi sana, haitakiwi kuwa kwa watu wachache hivyo. Democracy. Unaona ngonjera hizi? Obama, Joe Biden. Alafu Anthony Blinken anakuambia Bibi Netanyahu alikuwa anatuforce tuivamia Iran, tukakataa. Kwa Trump ana akili sana kuchukua pesa ya Wamarekani kwenda kuivamia Iran. That's literally what he's trying to tell us. Because it's American taxpayer being used in Iran. Hii ni pesa ya Marekani inatumika. Niendelee na ngonjera nyingine ambazo zikupe picha ya Marekani ni taifa la aina gani. Na hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvipige marufuku katika nchi yetu. Ngonjera hazina maendeleo. Tunahitaji tutengeneze mfumo kila mtu akizaliwa na uelewa huu ni mfumo wa kulipigania taifa letu. Ngonjera peleka Marekani na Kenya wewe. I'm winning a war by a lot. Things are going very well. Our military is being amazing. And if you read the fake news like the failing New York Times and the absolutely horrendous and disgusting Wall Street Journal, or the now almost defunct, fortunately, Washington Post, you would actually think we are losing the war. The enemy is confused because they get these same media reports and yet they realize their Navy has been completely wiped out. Their Air Force has gone into dark runways. They have no anti-missile or anti-airplane equipment. Their former leaders are almost gone. This has been in addition to everything else, regime change. And perhaps most important of all, the blockade which will not take off until there is a deal is absolutely destroying Iran. They are losing $500 million a day, an unsustainable number even in the short run. The anti-American fake news media is rooting for Iran to win, but it's not going to happen because I'm in charge. Just like these unpatriotic people use every once on their limited strength to fight me in the election. They continue to do so with Iran. The result will be the shame. It's already is. President Donald J. Trump gombana na vyombo vya habari kwamba vinaitetea Iran kwamba inashinda vita, wakati sio. Anayeshinda vita ni Trump. Sijui inaeleweka. Vyombo vya habari vya nyumbani kwa Trump vinamwambia tumeshindwa vita. Trump anakuambia this is a fake news, rooting for Iran. Hivi ni vyombo vya habari fake vinaipigania, vinaitetea Iran. Vyombo vya habari viko nchini kwako vinaitetea Iran. Sijui inaingia akilini. Ndugu zangu, kama mzungumzi lugha moja dhidi ya adui yenu, adui ameshawashinda. Sasa mimi niseme kitu gani? Niongeze nini? Hamuelewani dhidi ya adui yenu. Na inakuwa rahisi kwa adui yenu kuchota zile taarifa muhimu ni kitu gani kinachoendelea kwenu. Ila kwa sababu hii vita ni ya Israeli, inabidi Trump asikilize Israeli wala asiwasikilize wa Marekani. Cha kujifunza hapa wa Tanzania, ngonjera hazihitajiki. Na ngonjera ndo msingi wa demokrasia, ili watu wasiweze kuelewana. Maendeleo yanakuja mnapoelewana, sio ngonjera. Democracy ngonjera. Ya unazaliwa wa kiume unasema mimi si wa kiume, mimi ni wa kike. That's democracy. You just decided for your benefit. Yaani umefanya maamuzi ya kufaidisha wewe. Wakati katika jumuiya inatakiwa ufanye maamuzi kwa faida ya jumuiya. Yes. Kuna mtu aliniandikia comment akaniambia kuhusiana ile reaction yangu ya Diva na kuambia inatakiwa uzae kwa miaka 40. Akasema huwezi kuingilia falsafa ya mtu.
unavyoishi na jamii imeshaweka mfumo wa maisha. Kama huwezi ku-apply ku-abide na zile rules za jamii, ni kuihama hiyo jamii au ni kunyamaza kabisa, sio ku-amplify huo ujinga wako. What are you trying? Falsafa gani? Imagine na hiyo ndio ile haribu Marekani. Kila mtu ana falsafa zake. At the end of the day, amezaliwa kiume ni wa kike. Wa kike hajielewi kutimiza majukumu yake. Taifa likoje? Mimi ukiniambia kilichodondosha Marekani kuwa kiranja mkuu, kuna ambao wamuamini, ni swala la muda mtaamini tu. Ndio maana nakwambia angalia Marekani ya 90 na Marekani ya leo. Alafu angalia China ya 90 na China ya leo. Utapata majibu. Mimi nakwenda moja kwa moja kwa mfumo wao wa kifamilia. Kwa sababu hiyo ndio nguzo au hiyo ndio base ya jamii yote imara. Mimi nafanya kazi kwenye ujenzi. Majengo yote yaliyodondoka yalikuwa mazuri sana. Yalikuwa yamenyoka, ameshapigwa rangi vizuri, kumbe ndani yameoza. So, Amerika kwa nje wana big military, majumba mazuri, sijui nini, lakini ndani imeoza. Kuna ile taarifa siku ikava, jamaa alikuwa ameoa watoto wake ngapi? 7. Unachukua bunduki unaoa watoto 7. It's a rotten society. It's a rotten society. Jamii iliyooza ndani kwa ndani. Hata kama uliambiwa watoto sio wako, aliyekuambia watoto ni wako ni nani? Watoto ni wa mwanamke na mwanamke anawalelea watoto katika mfumo ambao jamii imetengeneza. Sawa? What is this? This is huyu mtoto wangu sio mtoto wangu. Huu ni ujinga tumeletewa na Wayahudi. Mimi naamini. Yaani kila nikichunguza matatizo mengi duniani, mbona mimi nawaona Wayahudi sana? Sijui kwa nini. Kwa sababu where there is chaos they love to invest. Penye machafuko ndipo wanapopenda kuwekeza. Huwezi kujua. Penye utulivu hawezi kuwekeza wewe. Kwa sababu watapinduliwa. Lakini sehemu mtu anasema hii nyeupe, hii nyekundu, hii nyeupe, hii nyekundu, ndipo hapo wanapenda kuwekeza. Na hii sentence naisema sio mimi wa kwanza kuisema. Yuko profesa wa Afrika Kusini. Alikuwa anaambiwa, tena alikuwa anachambua siasa zetu. Huyu South Africa aliulizwa na Wahindi, ni kitu gani kinaendelea Tanzania? Akasema kinachoendelea Tanzania ndicho mabepari wanachokipenda. Where there is chaos is where European investors love to invest. Imagine, huyu ni profesa wa Afrika Kusini, alikuwa anachambua siasa zetu. Na alitoa mfano mzuri akasema, what's going on in Congo? Why don't Western, they don't want to leave Congo? Because that's the best place to invest. Wakongomani wangeongea lugha moja, European they could have harvested what they are harvesting from them. Kwa hiyo Tanzania, ngonjera ni kitu kibaya. Tusikubali tuingie kwenye mtego wa ngonjera. Lazima tutengeneze mfumo wa kufuta ngonjera. Habari nyingine niliyoipenda ni hii inayoendelea Warabuni. Warabuni kama wameshaanza kujitambua kwamba Marekani ni paper tiger. Kuna story inazunguka sana katika kipande cha Waarabu na Wahindi wameishare sana. Nikusomee. Huyu ni mtu maarufu commentator. Ametoa wazo lake kwamba hizi base za Kimarekani zina kazi gani kama zimeshindwa kutulinda kwa walichofanywa na Iran. Now the time has come to consider closing US military bases. These bases are no longer strategic assets but have become a burden. Ni mzigo kwa ambacho Iran alikifanya kwao. Waarabu akili zinaanza kuwarudi. Nisemeje? Yes. Na ili Marekani afanye nawe biashara, lazima akuprogramu akili yake kwamba ana uwezo wa kukusaidia wakati wa matatizo. Angalia hii military base ya Wafaransa wameleta Kenya. Tutakupa teknolojia, tutakusaidia humanitarian, nini wajio kusaidia wakati wa majanga. Yaani unanihubiria matatizo kwamba yatakitokea utanisaidia. It's like unanitabiria mambo mabaya. Unavyoniambia wakati wa matatizo nitakusaidia. I mean, ndugu zangu, wazungu kizazi cha Roma niweke hivyo ndo mtanielewa. Ni kama mbwa koko anayetafuta jalala litakalo kuwa linampa chakula. Na majalala bora yako Afrika bado. Kila wakisukutua akili yao this kizazi cha Roma, America and European, wanaona Afrika bado wamelala. Kwa sababu bado wanaamini kwenye demokrasia. Yes, demokrasia ndio mfereji wa kuleta matatizo yote. Ndio maana Israel anapambana kuingiza demokrasia Iran. Tanzania, tuikumbushe serikali. Hatuhitaji cash money, maisha yetu ni ardhi yetu. Kuna yule jamaa aliniambia kwamba, je, hiyo JKT unayopigia kelele wakati kiongozi wa JKT anachaguliwa na rais, si yale? Tunatengeneza kitu tunakiita decentralized but organized system. Yaani hata kama mkuu wa JKT anachaguliwa na rais, hawezi kuzipigania script za rais sisi tusipate maendeleo.
Mfumo tulionao sasa, huwezi kuwa na wazo la maendeleo sehemu unayoishi kama wewe sio CCM. Kwa sababu once tumekuwa JKT, wote tunazungumza neno moja. CCM na Uchadema tukishakula tumeshiba. Tunavyotaka kulijenga taifa letu, tunakuwa tumevaa kofia JKT. So far unajenga taifa, huyu amevaa CCM, amevaa Chadema, amevaa Chauma. Kila mmoja anavutia kwake. Bado akina Bakwata, Lutherani, Katoliki hawajapita huko. Tunajengaje nchi kwa staili hiyo? JKT nafukia yote hayo. Hebu mchakato uanze kwanza, CCM anyang'anye kwanza ardhi yetu. Alafu mengine tutaongea. We need decentralized but organized system kwa maendeleo ya kweli. Dunia leo maendeleo ni contagious. Kila ukiona kizuri lazima ukiige. Tumeshaona demokrasia imeshafeli Marekani, demokrasia imeshafeli Uingereza. China na demokrasia inabidi wapeleke nani zao China ili waishi. Waspain wana demokrasia lakini wabidi waende Urusi wakachukue gesi, si ndio? Demokrasia ndio mfereji wa wazungu kuja kuchukua rasilimali zetu. Tuelimike, tusiwe wasomi.